katika mkoa wa Arusha na Kilimanjaro, wote walihusika na ile kesi hawakwenda kwa sababu tuliamini kwamba tumekubaliana na. Sasa Jumatatu ya wiki hii, baada ya ile hali kujitokeza, Dr. Slaa akaenda kama katibu mkuu wa chama, kama kiongozi mkuu mtendaji wa chama, kwenda kuuliza Arusha kulikoni, hakimu tulikubaliana. Sasa ile Jumatatu ilikuwa sio siku ambayo kesi imepangwa kusikilizwa, ila Dr. Slaa yeye alikwenda, na by coincidence kwa sababu ya wenyeji wa Lema Arusha, kama ni mbunge wa Arusha, kabisa Lema aache vikao amsindikize Dr. Slaa Arusha kwa sababu pale yeye ni mwenyeji, kwenda kuuliza mahakamani kulikoni, tulikubaliana, inakuwaje tunageukana, alafu taarifa zinakwenda kwenye vyombo vya habari. Wakakutana Jumatatu mchana, wakasema watafanya maamuzi kesho yake saa 7. Kwa hiyo Jumatatu haikuwa siku ya kesi ambayo labda Mbowe ingetakiwa kwenda mahakamani, hapana. Ni Dr. Slaa alikwenda baada ya kusikia kuna kukamatwa, yeye kama mtendaji mkuu akatuacha siku ya shughuli za kibunge, akaenda na mbunge ambaye ni mwenyeji kwenda kuuliza kulikoni. Sasa tukaambiwa maamuzi yatatolewa basi kama hiyo amri ya kukamatwa itafutwa Jumanne. Kwa hiyo still Jumanne hatukuitwa mahakamani. Jumatatu kwa hatukuitwa mahakamani, wala hiyo Jumanne tulikuwa hatukuitwa mahakamani. Ila ni baada ya Dr. Slaa kufuatia pamoja na wakili wetu pamoja na mbunge wa Arusha mjini ambaye ni mwenyeji, ndio ikawa kwamba basi tutatoa jibu kesho mchana kama hiyo amri ya kukamatwa ama hapana itanyanyuliwa. Kesho yake amri haikutolewa, ikasogezwa tena mbele mpaka siku ya Alhamisi ambayo ni jana, kwamba ndo amri itakapotolewa. Sasa hii hali imetokea sintofahamu nyingi mno, hatuna uhakika kifanyike nini. Unaona, kwa mfano Mheshimiwa Saburo mpaka leo hajaenda mahakamani, lakini shahidi wa Saburo hatimaye naye alikwenda mahakamani kutaka kujua kuna nini, lakini mpaka leo mahakama haijawahi kumuita shahidi yeyote kwamba ahudhurie mahakamani. Baada ya siku ambayo tukuhudhuria mahakamani ilikuwa official, kesi iliahirishwa kwa mwezi mwingine mmoja ujao. Kwa hiyo hapa katikati yalikuwa ni masuala ya procedure. Sasa tunashangaa tena, yani kuna kwa watu hawaitwi mahakamani, hakuna summons zinatolewa, hakimu anaassume tu watu watakwenda mahakamani, wakati yeye mwenyewe anajua kwamba kweli alishatoa kinga. Alafu vile vile kwenda hata kuanza kuwahukumu wale sui wadhamini, kwamba eti wewe Mbowe yuko kuja kuleta mahakamani, wakati unajua kabisa Mbowe ni kiongozi na ulimruhusu wewe aendelea shughuli za bunge. Huo ni udhalilishaji wa hakimu, na sitaona aibu kulisema hilo. Na tusichukulie kwamba makosa ya kiutendaji ya mtu mmoja ni kudharau mahakama, hapana. Lakini tukubaliane kwamba hata mahakimu ni binadamu, wanakosea au sajili wanafanya kazi kwa shinikizo, na ndio sababu kuna uhuru wa kumkataa hakimu, kwamba namkataa hakimu fulani kwa sababu nafikiri anitendee haki ama hatendei haki process nzima ya mashauriano ndani ya mahakama. Kwa hiyo naomba waandishi wa habari, Sagati amelisikia vizuri sana kwamba hatuna ugomvi na mahakama. Msimuletee ugomvi bure na mahakama kwamba Chadema inadharau mahakama, hapana. Ila tunapoona kuna taratibu zinakiukwa, polisi wanakosea, wabunge tunakosea, sisi wote binadamu, hata mahakimu wanakosea. Sasa tusiposema tutasemea wapi? Kwa sababu justice delayed is justice denied. Kamkara wakiamua wanavunja, maana hapo tunatafuta headlines. Wakiamua kwamba wamepuuza rai yetu na mashauriano, kwa sababu sisi pekee tunashauriana, hata mawakili wetu wengine wako Arusha wanaendelea kufanya mashauriano na jeshi la polisi. Yaani si kwamba tumepuuza kwamba eti hatutaki mashauriano na mahakama, hakuna mtu anayetonisha msuli na mtu hapa. Ila kwa sababu jambo lina public interest, sasa tunasema tulizungumze, lakini sio kama sehemu ya kupuuza procedure za kimahakama. Mawakili wetu kesi iko Arusha na wanaendelea na procedure nyingine za kimahakama kutafuta usuluhisho wa maelewano na maridhiano katika jambo hili. Lakini kama wana mamlaka ya kutumia sheria tofauti na nguvu, na iwapendeze wao, tutasimamia haki zetu kwa gharama yote. Na gharama yote ni pamoja na kwamba wakiona kama ni bora tumkamate Mbowe tumrudike mahakamani au tumrudike jela,
ikiwapendeza wafanye, au wachane magwanda yake, wamdhalilishe kama ambavyo wamezoea. Anyway, kuna kitu chochote kingine. Kuna msemo alisema Che Guevara, ni bora ufe umesimama kuliko uishi umepiga magoti. Sasa kama tunafikiri haki ya msingi itendeki, nasema huu ni uonevu na tunaupinga kwa zote. Jamani, nawashukuruni sana. Nilitaka nisemee hilo vile vile kwa sababu linaweza likatokea. Kama itatokea baada ya kuwa tumezungumza yote haya, baada ya kuwa tumeeleza kwamba kisheria, kikatiba, kwa mila na desturi za kibunge, Mheshimiwa Mbowe ana kinga kwa muda wote ambao yuko kwenye vikao vya kamati za bunge na bunge lenyewe, bado ikatokea jeshi letu la polisi likamkamata, tutakuwa tunahitaji uthibitisho zaidi kwamba hili ni jeshi la wahalifu. Tutahitaji uthibitisho zaidi kwamba sio tu kwamba wanaua, sio tu kwamba wanapiga watu risasi, sio tu kwamba wanaiba maiti, sio tu kwamba wanakamata wabunge hovyo, bali hata pale ambapo wabunge wana kinga za kisheria bado wanawakamata. Tutakuwa tumepata uthibitisho wa wazi kabisa kwamba hili si jeshi la kulinda uhuru wa raia na mali zao, hili ni jeshi la kuonea raia, hili ni jeshi la wahalifu. Na baada ya hapo tutachukua hatua zozote zile ambazo tutaona zinafaa. Jamani, asanteni sana.